majina ninaitwa Mtume na Nabii, telefoni Onesphore Matajiri. Nilizaliwa katika kijiji au kata ambayo tuseme kiufupi siifahamu, lakini ni wilaya ya Kilombero 1. Lakini nimekulia kwa sababu nilitoka kule nikiwa kama umri wa chekechea. Lakini nimekulia katika kijiji ambacho kipo wilaya ya Kilosa, kinaitwa Msoelo Kidodi. Nimekulia pale, nimesomea pale kuanzia elimu ya chekechea, tena nilianza pale mpaka nikamaliza darasa la 7. Lakini awamu yote ndani ya miaka hiyo 7 ambayo nilikuwa shuleni, kiukweli changamoto kubwa niliyokuwa nayo nilikuwa nikipingwa sana elimu na baba yangu. Baba yangu alikuwa akinipinga elimu sana, akisema kwamba watoto wa kike ndio watakuja kunisaidia, sio wewe mtoto wa kiume, kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza wa kiume kwetu. Mimi ndo wa kwanza, nene na wadogo zangu 3. Lakini huku naendelea kusoma, baba alianza kunipinga nikiwa darasa la 4. Darasa la 4 nikapata komio ya kwanza wakati nipo Roman ya RC. Nikapendezewa sana na mambo ya dini, nikajiunga na chama fulani kinaitwa watumishi wa padri. Nikawa ni mtumishi wa padri. Kule nilipata kibali cha pekee sana. Nikapendwa sana na yule padri. Alikuwa anaitwa Father Slayton Ditenya. Ni Father Ditenya. Kipindi hicho yupo kula nitokea kunipenda sana. Nilipomaliza darasa la 7, yule padri alijitolea, akasema nipo tayari kumsomesha huyu kijana kutokana na hekima. Alifika mahali akasema hekima ya huyu kijana, jorangu la kukalia hakutakuwa na yoyote wa kunivalisha. Iwe ni ibada ya kwanza au ya pili, atakaye nishika ni huyu kijana. Kwa sababu akiniangalia ni mtu ambaye nilikuwa kikweli nimejikana na mambo ya dunia, japo ni mdogo. Nilikuwa nimejikana sana na mambo ya dunia. Kwa hiyo ile faza hivyo maliza darasa la 7, ikatokea chance ya kufanya mitihani kwenda seminari ya upadri. Nami nikawa na shauku sana, maana nikijua kwamba yani hapa kwenda sekondari kwa njia ya baba yangu sidhani nisitegemee. Kwa hiyo baada ya kumaliza mtihani wa darasa la 7, bahati mbaya babu yangu mzaa baba wakaniita kijijini, ambacho kuna kijiji kimoja kinaitwa Luembe, kipo kata kidogo basi. Ni pale pale sisi tunaita Zanzibar, maana kwenda mpaka uvuke maji. Nilipofika kule, narudi nyumbani kwetu sasa kijijini kwetu Msoelo Kidodi, naambia wenzangu wameshafanya mtihani wa kwenda seminari, alafu na wameshaondoka. Narudi pale kwenye utumishi wa padri, narudi na maana mimi ndo nimebaki sasa kuwa kiongozi, wale wenzangu wote wameondoka. Waliofeli wamefeli, lakini wale wote ambao wenzangu wote wameondoka, ikabaki kuwa pale. Kiukweli ikaniumiza sana. Lakini hapo nikiwa naendelea kumtumikia Mungu, nikiwa katika utumishi wa padri, nilikuwa na imani ambayo kuna saa ambayo Roman wanasema hebu sasa ni masaa ya kujiombea ombi lako binafsi. Nizani ni kama sekunde 5, ni kama dakika moja tu ile sala. Nilikuwa nikifumba macho nikisema, yani nataja naongea haraka utafikia ile mashindano ya salamu ya kuongea haraka. Nilikuwa nikisema kwamba Mungu wangu naomba nisaidie nifike mahali nipate kazi mjini. Naomba nisaidie. Yaani ndani dakika moja nilikuwa na uwezo kuomba maombi. Kila siku nikiomba Mungu nisaidie nipate kazi mjini. Lakini mwisho wa siku akatokea baba mmoja, tukasikia kwamba yule baba anasaidia chance ya watu kwenda kufanya kazi mjini. Tukamfuata nikiwa mimi na rafiki yangu mmoja akiwa anaitwa Anton na rafiki yangu mmoja akiwa anaitwa Geoffrey. Tukamwambia bwana, naomba tusaidie tupate kazi mjini. Yule baba akasema mbona kazi zipo nyingi sana na mimi naenda kufuata dagaa mchele Dar es Salaam. Usijali. Haikupita wiki, yule baba akaja nyumbani akaniambia kuna nafasi ya kazi. Na katika vijana walionifuata, mtoto huyu wa kwako akawafuata wazazi wangu. Ndio mtoto ambaye pekee mwenye sifa nzuri katika huu mtaa au hiki kijiji. Kwa yule mama ni mlokole.
Anataka mtu ambaye ni atakayetulia na mwanao kwa roho ya kumcha Mungu, watawezana. Anamfuga mabanda ya kuku, ni mfugaji. Kwa hiyo kazi kubwa ni kuangalia mabanda ya kuku. Ndugu watangazaji, kiukweli nilifurahi siku hiyo. Ilikuwa ni majira ya saa 4, naambiwa kwa hiyo hapa nilipojiandae kesho safari. Yaani Sheikh kuambiwa, nakumbuka sijui Sheikh kusemaga msemo kwamba jana usiku, nakumbuka yaani si lini ulisema kwamba Sheikh kuambiwa kwamba kesho unasafiri wewe, kile tunasemaga kimuhemue, sijui watu wa Tabora. Nimeoa huko ndo maana kimuhemue kile. Nikawa na shauku na luka, na mwambia rafiki yangu George, wewe ulikuwa unaona mimi sina akili na viongezi kutafuta kazi. Yaani na luka nilikusanya nguo zote nikaenda kufua. Huko nikimwambia mama na baba, Yesu mnaninyanyasa. Yaani sirudi, nikaapa sitarudi. Nikamwambia sitarudi. Lakini cha ajabu, siku ikafika, kesho yake tukapanda gari na yule baba saa 5 tukapanda lori. Usiku kama saa 3 tukaingia, ilikuwa ni mkoa wa Pwani. Japo tuliambiwa Dar es Salaam, lakini ni mkoa wa Pwani. Japo Kibaha maili moja inajulikana, wengi wanasema ni Dar es Salaam, lakini ule ni mkoa wa Pwani. Japo tunajua ni Dar es Salaam sababu ni mpakani. Basi nimefika kule usiku. Wakati tunafika Chalinze, nilikuwa na hamu sana kufika jiji la Dar es Salaam. Chalinze ile saa 2 tumefika pale, nasema Dar es Salaam, kwa sababu naona pale magari barabara, nasema hizi ndio barabara mbili Dar es Salaam. Asante Mungu. Wakati huu nina shauku, nikasema popote nitakapo, kazi yoyote nitafanya, hata kama nikute kazi gani nitafanya, kwenye mtalo nitalala, lakini swala la kurudi nyumbani sirudi. Kikweli nimefika pale. Tumefika pale, ilikuwa mwezi wa mfungo wa Waislamu. Yule baba alikuwa ni Muislamu, wakafungulia jioni na mimi tukala maana nikasafirishwa bila kula kwa sababu ya mfungo wa watu. Tumekula pale, tumefika saa 3:30 kama na nusu au saa 4 tumeingia Kibaha. Same flight panaitwa kwa Matias. Na maili moja ni kama vituo 4 mpaka ufike pale. Tumefika pale, nikakaribishwa pale kwa ule mama, karibu sana. Yaani unyenyekevu. Nilipofika pale nilisema ni popote nitaishi. Alafu maisha niliyokulia, TV yenyewe kwenda kuchungulia dirishani kwa jirani. Nilipofika pale kuangalia tu ile nyumba ambayo ndo naambiwa pale ndo utafanya kazi. Gari pale nikasema ni hapa, kama ni nyanyase nitandikwe fimbo, aondoke mtu. Hata kwenye uvungu wa kuku nitalala. Nikaingia mle ndani, wale watu wakanikaribisha. Sasa wale watu wakamwambia, bwana tunashukuru sana. Walimpa hela, wakampa na nauli, wakampa hela zaidi, wakamwambia tunashukuru sana kwa kutuletea huyu kijana. Tunaonekana huyu tutakaa naye ni mdogo. Fika pale, ndugu mtangazaji, nilikuwa na saa ambayo nilipewaga na babu yangu. Ile saa niliweka, nikasema nitakuwa naamka kila siku saa 11 kwa ajili ya kufanya usafi. Nilipofika siku ile kesho yake sikuambiwa kufanya usafi. Naangalia saa inaniambia saa 11, nikaamka nafanya usafi, nafagia, japo sijaelekezwa mazingira, nafagia, nafanya hivi na hivi na hivi na hivi. Maliza kazi zote pale, nikaosha vyombo, watu wapo ndani. Narudi kulala. Naangalia sasa saa ya semleni, kumbe ni saa 9. Kimuhemue kile cha kazi kile. Saa 9. Kumbe saa ya babu ile ilikuwa inaniambia saa 11. Na mama yangu wakati naondoka alinipa wosia kujituma ndo kila kitu. Baba japo yote ya yote, lakini aliniambia katika maisha yako ukiendekeza kula hotelini utakufa masikini. Hoteli 2000, lakini 2000 unaweza kula mchana na jioni au kutwa nzima. Kipindi ambacho anaona kama ananinyanyasa, lakini kuna mafundisho alikuwa ananipa. Kwa hiyo mimi nilikuwa mazingira yetu nilikuwa kama kaka na dada. Ni mtoto wa kwanza. Kwa hiyo vyombo naosha, kupika napika, yote nilipofika pale. Kesho yake naona hakuna kuku jamani. Hakuna kuku. Niliambiwa kwamba kuna kazi ya kuhudumia kuku. Naambiwa kudeki unaweza. Na yule mama mwenye nyumba, naweza mama. Vyombo hata shangazi alishuka anaamka anakuta kila kitu nimefanya. Kumbe huyo anaweza. Kesho yake akashangaa nimefika pale. Nashangaa leo napika chakula kitamu. Akasema kuna haja gani ya msichana hapa? Lakini hapo sikukuta kuku. Hakuna kuku ndugu watangazaji. Hakuna kuku. Kiukweli niliumia sana. Yaani nikasema Mungu, siku zote ulinichelewesha wapi?
Unichelewesha wapi kukutana na muujiza kama huu? Japo angekuwa kijana mwingine angesema sasa kukwenyewa kwa wapi, angeondoka. Lakini nilifanya kazi za ndani. Hivi ninavyoona leo na jina watu fire, lakini nimefanya kazi za ndani, piga deki, mabanda ya kuku. Nilikuwa na uwezo baadaye, sasa baada ya mwaka ndio mama akaanza kufuga kuku. Lakini nipo hapa nimevumilia, ananipa 50,000, 30,000. Lakini yule mama aliona nina cover kazi zote, kuku nipo, nguo za ndani zipo, kwenye kazi za ndani nipo. Yule kijana alikuwa anaishi na mjukuu wake na mfulia nguo zake. Yule baba mwenye nyumba watoto wake hawakai pale, wala hakuna nipatana naye. Cha ajabu akanipenda. Yeye gereji apeleki gari gereji, japo anafanya kazi tume, lakini fundi mwenyewe anapewa hela tume, lakini fundi mwenyewe. Sasa akanashangaa huyu kijana, tunafanya kazi kwangu, mama yake anajani akimtuma wewe fulani telefoni, nipo huko. Tunafanya kazi. Na kipindi hicho ambacho wewe umetoka nyumbani ukaelekea Dar es Salaam, na ukasema kwamba ulisema kwamba hutorudi nyumbani. Je, wazazi wako walijisikiaje, au walikwambia maneno gani ambao huenda alikuvunja moyo au hayakukuvunja moyo? Alafu pia tena swali la pili, kipindi mpaka unaenda kufanya kazi unasema ulikuwa unalipwa 30,000 kwa mwezi. Kipindi hicho ulikuwa una umri gani? Kipindi ambacho natoka pale nilikuwa na umri usiopungua miaka 16. Ndio nilitoka mikononi mwa wazazi wangu. Baada ya kuona hata kusema hata nitasomeshwa, hata nipelekwe VETA, sioni njia, ilibidi nimombe Mungu anipe njia ya kwenda mjini. Hata maji nikasema nitauza. Na kikweli nilipofika, changamoto ambayo kusema maneno ambayo wazazi wangu walinitamkia. Kwanza baba yangu hakuona hasara kwa sababu alikuwa anipendi. Akasema afadhali mzigo umepungua. Kwa sababu alikuwa anasema wewe utakuwa nivuta bangi. Nasema afadhali mvuta bangi, yeye mwenyewe moyoni mwake na hisi alisema kwamba kesi za mtaani najua sitazipata, maana nivuta bangi, wakati mimi hata sigala hapa ninavyoona hata pool table sijui. Ni hata bao sijui. Yaani mazingira yale yana nini yale nilibana, ni maisha yangu yote niliyokuwa mimi ni maisha ya geti kali. Sijui michezo yoyote ya vijana, ila mpira tu ndio nipo. Lakini nilipofika kule mjini, kikweli niliendelea na kazi. Baada ya yule mzee kuona kwamba huyu kijana anafachapa kazi, mzee mwenyewe kwa mara ya kwanza akasema nitakuwa nakupa shilingi 50,000. Yule baba alikuwa anaitwa mzee Kiando, yule mama Kiando. Ni mzee ambaye hapatani na mtu yoyote. Yaani ni mkali. Kwanza akitoka mkisikia gari, ndugu mtangazaji, hapa hakuna ambaye aliyebaki kwenye kochi hapa. TV ile unaweza mkajichanganya mkapasua, mnazima TV, maana hataki kuona watu wanaangalia TV sebleni, kwa sababu yeye kila chumba ameweka TV. Sasa ikaenda kazi, nikaenda, lakini nikafika mahali, ndugu mtangazaji, unapokaa na watu kuna muda wanakuchoka. Unapokaa na watu kuna muda wanakuchoka. Kwa hiyo mimi nikafika mahali nikawa kuna TV fulani naangalia ushuhuda kwa habari ya watu waliokoka. Nikawa siamini wokovu, sababu wakati ninatoka mamangu akasema fanya vyote usije kubadilisha dini, bora ukasali KKT, sio walokole, umeshapotea njia. Kabla hujaendelea huko, ungetuambia kwamba ulipokuwa unafanya kazi unasema ulikuwa unalipwa mshahara. Naamini kabisa wazazi wako walikufanyia vitu ambavyo hukuvipenda. Je, ule mshahara labda ulikuwa unawasaidia wazazi wako, au ulikuwa una kitu moyoni ambacho kitakufanya usiwasaidie? Sawa. Kiukweli kwa habari ya ule mshahara, mimi baada ya wazazi wangu wao hasa mama yangu walikuwa wanataka sasa kila mwezi niwatumie hela. Nikawa natuma 20,000, 15,000, mara ya kwanza 30. Sasa nikafika mahali nikasema hivi mimi nitakuwa mjinga mpaka lini? Kikweli katika moyo wangu nilikuwa natamani kuwa dereva. Kafika mahali nikamwambia mama mwenye nyumba, mama yangu, bosi wangu, nikamwambia mama, usinipe mshahara hata 100. Huo mshahara wangu naomba usinipe mpaka itakapofikia hela ya kuendea chuo nikasome VETA udereva. Ila nitafanya kazi zote hata usiku kucha, ila asubuhi naomba uniruhusu niende VETA. Yule mama alikaa na watu wengi, lakini hakuwahi kuona kwamba kusema kwamba ampende kijana yoyote. Haikuwahi tokea. Ila mimi aliona ni kijana ambaye mwenye future,
akaona kijana ambaye huyu sije kukaa na kijana mwenye maono kama huyu. Kiukweli yule mama alitokea kunipenda. Ndugu mtangazaji, nikakaa mshahara wangu wa kwanza 50,000, mshahara wa pili 50,000, wa tatu 150,000. Pale mzee wangu akataka kujenga fensi. Fundi ni watoto wake, nikamwambia kuna kaka mmoja alikuwa anaitwa Nazareth. Nikamwambia kaka Nazareth, hebu siite kibarua nitakuwa mimi. Nilikuwa nafanya kazi za pale ndani mpaka saa 12 asubuhi nimemaliza. Wakija kakaangu ile fundi, naingia kwenye kibarua cha Saidi ya fundi. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi ndani mpaka ile fence inaisha. Ndugu mtangazaji, ikapatikana ada kama 300,000 ya kuendea VETA. Na pesa ya leseni ambayo ya kutokea na pesa ya matumizi. Yule mama alibaki kuniangalia na akawa msaada. Akawa anafika mahali ananiambia usifanye kazi hizi, nitakusaidia, ushafanya kazi nyingi. Nilikuwa kweli naingia asubuhi, natoka mchana chuo. Na kweli nikasoma pale, nikafanikiwa kusoma VETA ya Kongoe ya Pwani. Kongoe ya Pwani hapo. Nikasoma, siku natoka na leseni yangu. Kikweli siku nilitoa machozi. Ile siku nikasema hivi leo na mimi leo nina ganda langu, si tunasemaga vijana wanasema ganda. Leo nina ganda langu leseni. Hata yule mama alimshukuru Mungu akasema hata na mimi mbinguni nitakuwa na cha kujibu. Nimekaa na vijana wengi hawakuwahi kuwa na mawazo kama huyu. Kikweli sasa ndugu mtangazaji, maisha yakatoka hapo sasa yakabadilika. Na kwa huyo mama ulifanya kazi kwa muda gani mpaka ukapata ufunuo unatakiwa ukasome VETA? Ulifanya kazi kwa muda gani? Baada ya kufanya kazi hapo, nilifanya kazi baada ya mwaka. Nilifanya kazi kwa mwaka mmoja. Lakini ndani ya mwaka nilipata mafanikio ya kupata leseni. Ndipo baada ya kupata leseni ndipo sasa nikakutana na muujiza wa kwenye TV. Kwamba mtu anashuhudia amepona ukimwi. Wakati mama ni mlokole anasali kanisa fulani inaitwa Ifata. Mimi nilikuwa sielewi mambo ya walokole. Nilikuwa siamini. Kwa hiyo ilifika mahali hata ukimwi mtu anapona, nikasema hapana. Siku moja nikaomba na mimi niende kanisani siku ya mkesha. Kufika kwenye ile kanisa, jamani, kwa walokole kumbe kuna la. Ule mkesha ulikuwa ni mkesha wa sifa. Ndugu mtangazaji, tumeshazoea kule kwetu Romania wanaocheza walada wanakwaya. Lakini nilipofika pale kila mmoja sasa ikifika mahali ile telemuka. Sasa kila mmoja hakuna, wewe unaweza kusema kwamba naona aibu, kumbe hakuna anayemwangalia mwenzake. Cha ajabu hakuna aliyejua ni mimi ni mgeni. Pale. Cha ajabu na mimi nikashangaa, nikashukwa na wingu, nikacheza. Siku kitu kuongoza sala toba, maana usijulikani kama ni mgeni, jinsi nilivyokuwa na ya mega pale. Nikawa napenda kwenda mikesha, lakini siku moja yani kuna roho ilinishukia. Baada sasa hapo leseni ninayo ndugu mtangazaji. Yule mama ameniruhusu tafuta kazi. Japo nafukaa kwangu, lakini wewe umri unazidi fanyaje? Kwenda tafuta kazi. Ndugu mtangazaji, kiukweli nikitafuta kazi hazipatikani. Kuna na marafiki zangu nimetoka nao chuo, mtu anatoka chuo tu amekanywa hata Kilikuu. Ametoka chuo tu kapata gari ya kwenda Kongo, lakini mimi hata kwa ile utingo sikupata nafasi. Namwambia Mungu nini? Ila nikisema hata hapo baadaye nikaja kupata chance sasa, siku nimekamatwa naambiwa leo nenda kanisani kaokoke. Siku ile sikujizuia, nikasema hapa nisiende peke yangu, na mimi nikakamata na kondoo. Wakati huo naelewa sasa nini maana ya wokovu, nini maana ya nini. Nafundishwa ila kuokoka ndo mbishi. Kuna watu makanisani leo wapo, lakini ile kuamini kwamba kuokoka ni issue wapo, wale wanasema katika msafara wa mamba na kenge nao wapo. Kwa mimi nilikuwa kati ya wale kenge na mimi nipo. Lakini siku ile nikaamua twende, nikamkusanya na mwenzangu mmoja ambaye tulikuwa tunaenda wote kanisani, tukaenda pale. Ungetuambia pia kabla hujaambiwa kwamba unatakiwa ukaokoke, kipindi unaendelea kufanya kazi kwa yule mama, ulikuwa unaendelea kusali Roma au ulikuwa tu unakaa nyumbani? Ndio ushuhuda ambao unaanzia hapo. Na yani hapo ushuhuda unaendelea hapo pamoja na yani hapo tuseme ndo yani hapo mambo yanaendelea. Tuseme hapo ndo tuseme kama ndo kuna kucha. Kwa sababu ndo tuseme changamoto zangu ndo zilizoanzia hapo. Baada sasa ya kuokoka, nimeenda kanisani kaongoza swala ya toba, nimeokoka, nikaambia nifuatie madarasa ya kuhubiri wokovu.
Lakini ndugu watangazaji, bado kupata kazi ilikuwa ni issue. Nikaokoka, nikabatizwa batizo wa maji, nikabatizwa tarehe 21 mwezi wa sita, wakati mimi nilizaliwa tarehe 22 mwezi wa sita, kuzaliwa kwa mara ya pili. Sasa hapo ndugu mtangazaji, unaweza ukasema kwamba ukiokoka labda unaweza kaokoka leo kawa ndo mambo yanakuwa moto, lakini mimi ndo hali ilianza kuwa mbaya. Kazi hazipatikani. Changamoto pale ninapoishi tayari wameshaanza kunichoka. Sawa, ninafanya kazi, lakini kama umri unaenda, kuna ile age fulani ambayo kama mtoto wa kiume kuna kazi fulani ulikuwa unafanya ukiwa dogo, lakini kuna mahali ufahamu unapokuwa unasema jamani, sasa natumikishwa kuosha vyombo. Unaweza kufika mahali unaweza ukasemwa hivi kama mtoto wa kike, bora hata au sigeo anaweza kaonea huruma, bora hata wewe dada yangu anaweza atakuonea huruma, lakini mimi kama mtoto wa kike unasemwa kwa habari ya wewe, yani kutofanya chombo kimoja tu kichafu nasema. Sasa nikasema sasa mimi na mtoto wa kike tuna faida gani? Kwa hiyo maisha yangu ni kulia. Nikisema nifunge na kuomba, naonyeshwa Biblia, meza na kiti na peni.